Hujambo mtazamaji wa television La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi matangazo ambayo yanakujia kupitia television yako La Voix d'Uvira TV. Mimi ni mtangazaji wako Janvier Emmanuel Kaluya, nikukaribishe kuweza kujiunga nasi katika taarifa zetu za habari. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu La Voix d'Uvira TV, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare na kutoa comment yako, ili tunapotoa taarifa zetu za habari kabisa kila leo uwe wa kwanza kuweza kuzipata. Habari zetu zitagusia kabisa kuhusu mbinu ambazo zilizokuwa zimepangwa na M23 za kwenda kufeli. Hapa tukitaja kuwa kuna baadhi ya viongozi hapa mjini Uvira ambao wamekula pesa za M23, na hizo imekuwa kama vile ni mwiba kwao, zimekwenda kubanwa. Hapa tutazungumzia kuhusu kauli yake Generali Makanaki Kasimbira John Mzalendo please, ambaye alitaja kuwa kuna mbinu wazalendo wamegundua kuwa M23 ingetaka kuingilia Uvira kupitia kushuka na mto wa Ruzizi ili wapate nafasi ya kuingia kwenye vijiji kando ya Uvira na kuanzisha shambulizi dhidi ya FARDC pamoja na wazalendo. Jitihada hizo zimekwenda kufeli, na hapa ametaja kuwa kuna baadhi ya viongozi ambao wanatumika na M23 mjini Uvira ambao tayari waliweza kula pesa za M23. Je, ni kweli au ni ongo? Mengi mtayatambua katika taarifa zetu za habari. Karibu. Kama vile tulivyokuambia katika taarifa zetu za habari, Mzalendo Makanaki Kasimbira John ataje kuwa kuna baadhi ya viongozi ambao waliotumia pesa ya M23 ili kuhakikisha kuwa Uvira imekwenda kuanguka. Makanaki Kasimbira John alitaja kuwa hayo yote yaligundulika baada tu ya uchunguzi wa kina ambao umefanyika na wazalendo mjini Uvira. Huyu ataja kuwa Uvira kamwe haitaweza kuanguka kwa sababu mbinu zote kila leo zaendelea kugundulika. Alitaja kuwa kuna mbinu ya kwanza ambao waliogundua ilikuwa ikipangwa kuwa M23 itashuka kupitia Ruzizi na hapa ifike pale maeneo ya Ndunda, Kigurwe, na moja kwa moja ianzishe shambulizi dhidi ya FARDC pamoja na wazalendo kuhakikisha kuwa wameangusha Uvira. Mbinu hizo ambazo zilikwenda kufeli na kuonekana kuwa hazikufua daku. Mbinu za pili ni pesa ambazo zilizotumiwa baadhi ya viongozi ambao wanaopatikana hapa mjini Uvira. Kutaja kuwa kuna wale ambao wamekula pesa ili kuhakikisha Uvira imekwenda kuanguka, na viongozi hao mpaka sasa wanaanza kufahamika, na yeye amesema kuwa anaendelea kufuatilia moja kwa moja. Ikiwa kuna kiongozi ambaye atakayegundulika, basi atakwenda kuhukumiwa kulingana na sheria. Hapa ametaja kuwa Uvira haiwezi kuanguka na Uvira haitaanguka hata siku moja. Mungu anaijua Uvira, Mungu anailinda Uvira. Makanaki Kasimbira John. Salimia katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Naomba munifuate sana kwa makini, na ninawasi sana wakubwa wetu wa serikali zima Kongo, wazalendo wote, wa vesaja mwingine, wa chef d'avenue, wa nyumba 10, wa chef de groupement, wa de quartier, wa maire de la ville, wa administrateur, wa procureur, wote na wasalimia sana sana sana, na gouverneur wetu wala wa gouverneur wetu wa Sud Kivu yetu, na waja wote wa leta wala wa aja wote wa serikali yetu zima ya Kongo. Mimi ni kiongozi Makanaki Kasimbira John please, na wasalimia kwa saa za asubuhi. Message napenda kuwaambia kila siku niko nasema tutoshe boga na mashaka, na mimi Makanaki ndio nazungumuza vile tutoshe boga na mashaka. Hii message napenda kupana message hapa katika mji wetu ya Uvira. Tuko muvita, tuko mu operation, na operation haitafika hapa Uvira. Ile ni ndoto ya Farao. Niliwaambia haitafika hapa kupitia Yesu Kristo mwa Nazareti, na tutapigana hadi mwisho, hadi objectif yetu kwenye iko. Naamini adui iko na mbinu mingi, lakini ile mbinu yake yote tunaikanyaga kupitia jina la Yesu. Adui alikuwa na mbinu ya kusema ashuke na Rusizi yote, achomokee hadi Uvira, na wala achomokee mumakwe fulani wala manja fulani. Naamini Mungu alalaki kila kitu. Mungu anatoshaka wazi. Mungu anatosheka kila kitu wazi.
tutoshe boga na mashaka. Mbene kutetea mwingine wala mwene kufia nchi yake aikala kimoga. Hapana kusema utafungwa utafua nini. Weye fungwa, ukubali uko na unatetea nchi yako, na kama utakufa ukufa uko natetea nchi yako. Na yua kama M23 kweli ilitumaka pesa hapa Uvira, na ile pesa tulifuatilia sana mufaso zote. Kuna baautorite baliusika kuzile pesa. Ni mimi Makanaki Kasimbira John ndio niko nasema bila boga bila mashaka kupitia Yesu Kristo mwana Nazareti, bila mashaka. Na hapo baofisie bamoja ni baofisie bana usika kutumika kuma frontiere, ni baofisie bamoja bana usika kutumika ku frontiere. Papite mwetu, papite inga, papite nini, kila kitu iko na uhakika, na niko nafuatilia hadi mwisho. Na neno ya pili nafuatisha pale, wala nirudie tu kwa ile pointi ya kwanza. Tunaendelea na kufuatisha sana wala kufuatilia ile dossier ya kusema adui iko naongea na banani pale ku frontier. Na sipendi wala tupendi watu wa kutuvuruga akili. Atupendi kabisa. Muache tufuatilie vitu yetu kama vile wazalendo. Muache tutumike kazi gisi na stahili. Tutoshe boga na mashaka. Kwa maana wene kufia inchi haiko mwene kufia kukuku ya mtu wala mbuzi ya mtu, hapana. Tunapigania nchi yetu ya Kongo kwa ajili turekupere inchi yetu. Kwa maana hakuna mtu mwene alitulikrite mu inchi yetu ya Kongo. Tuko baraia, tuko wazalendo, tunafia inchi yetu. Ifale tufuatilie inchi yetu, pasikuwe mtu wa kutuvuruga. Vremana wasi sana wa viongozi wa Kongomani, na wasi sana wa viongozi wa Kongo nzima, na si sana wazalendo, na si sana serikali yetu ya Kongo, na si sana wa viongozi wote ya FARDC. Vrema mutuacheta tufuatilie hadi mwisho. Atupendi mambo ya giza, mambo ya nini. Neno ya pili nafuatilia sana. Kuna watu walikuwa wa polisien, kuna mu FARDC wala wa polisi yetu la Kongo hapo Bukavu hadi Goma, lakini bale batu baliingia mu masantre ya brassage uko Rumangabo ku force za M23, lakini kitu ya ajabu inakuwa kila saa usiku mchana biko banashuka franga yabo weko huko banakia pokea franga. Aye batu banatoka mu masantre ya brassage Rumangabo ku force za M23, kila wakati nakuwa kuingia hapa Uvira banafuata franga yabo. Juu ya nini? Mbele hapa kuzifuataka. Na wasi sana viongozi tuwe makini, na wazalendo wote tuwe makini. Atupendi mtu wa kutuvuruga. Ni mimi Makanaki Kasimbira John ndio napana hii message. Tuko kimya na tunaheshimia viongozi wote. Papa komanda region yetu ya Uvira kama vile wa 10e region, na komanda secteur wetu tunapchivire. Napenda kuambia hapa vraiment kama tunafuatilia vitu mutuacheta, kwa maana ma message eko mingi na za bongo na za kweli. Lakini mimi Makanaki nasema hizo message na mimi nazifuatilia ni za ndani, na abo ba polisie be bana mwangika hapa Muvira ni batu balifanya mabrassage mu M23 uko Nord Kivu uko Goma. Sasa ifo tuwafuatilie sana, tuyue banakuya munjia gani, na wajue kama nakuya munjia mbaya bataishia bote hapa Uvira. Pasikuwe mtu wa kulalamika, na pasikuwe mtu wa kuwatetea wala intervention, hapana. Tunakatala kabisa, tunakatala. Na mimi nafuatilia ile mambo ya mafrontiere, nafuatilia mambo ya mbele kule yeneo inahusika na kazi na kizalendo yote kwa Kongomani yote. Okay, neno namalizia ndani. Napenda kuambia autorite washahuri zile forces za FARDC zene ziko ku frontiere. Vraiment nawaambia kama vile kiongozi Makanaki Kasimbira John, nasema kabisa bila boga bila mashaka. Waambie kabisa zile forces za FARDC ziko kuma frontiere. Sisi kama tuko pale, hatuko dependre na FARDC. Hapana. Tulijitoa kupigania inchi. Na kumbe kama tutaika kwa amani, tuikale chini tufuatilie ile mambo ya frontiere. Jeshi go pale, na sisi sana wa viongozi
washaurie wajeshi wa FRDC wa frontiere kusema eti hakuna mzalendo atafika pale ku frontiere, waziwie mzalendo afike pale ku frontiere, wafungulie wazalendo safe pale ku frontiere. Vraiment ile mambo nilichukia na mile mambo ilinikwaza. Nasema kama kiongozi, mie ni Makanaki Kasibika John, nasema kama vile kiongozi. Vraiment mie siko mtoto mdogo, niko mtu mzima na akili na niko leader. Na mie niko leader kwa kupigania, na tuko ba leader wazalendo kupigania mwingine. Hatuko juu ya kupiga masasi ovyo. Na kama jeshi kwa jeshi wanapigana risasi, manake kuko kitu baliiba bawili bakakosana, wala balipigana juu ya bwizi ya pesa yabo, wala balipigana juu ya mabulevi yabo. Haiko viongozi wala kapasiti yangu mimi Makanaki, hapana. Mimi najua kitu gani niko ndani na ninafuatilia kitu enelituma mimi nashika silaha na ninaitiwa kuwa mzalendo. Ndio najitosha mwili yangu ni mbolea ya nchi. Mshauri sana wale wasoda wa FRDC benebiko ku frontiere, wabashauri sana 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 sana, wachie wazalendo na ule mzalendo anafanya desordre, tutamtia chini, tutamshauria. Lakini asiseme eti hakuna mzalendo atafika pale, hapana. Hapana kabisa. Ile mambo vraiment na si wa viongozi waangalie mbali sana, waangalie mbali sana. Basi yasema Uvira kuna kwa hivi, hapana. Na wasi sana viongozi muwe makini sana, mfuatilie bale wasoda viongozi wana deploy pale frontiere. Sie wazalendo tuko na droit ya kudeployer pale, kutia basoda pale ku frontiere bila boga bila mashaka. Lakini baseme mzalendo afike pale bamfungulie safe, washauri bale basoda biko kuma frontiere na wasi sana. Ndiyo ni mimi kiongozi Makanaki Kasibika ndio nazungumuza. Ni mimi Makanaki Kasibika ndio nazungumuza. Na hii message muikamate kwa makini sana. Asante, Mungu atubariki na tushinde katika jina la Yesu Kristo mwana Nazareti. Asante sana. Huyu alikuwa ni Makanaki Kasibira John ambaye alikuwa akizungumza moja kwa moja. James Fieka Adui alitaja kuwa wazalendo tuache distraction ya kumuomba Mungu. Ni kweli Mungu yupo na Mungu anatusaidia, lakini inaomba pia na sisi tuweze kujitegemea. Tuache masuala la maombi, tuache masuala kumtegemea Mungu, tujipange, tuungane mkono kwa mkono, tupige Rwanda. Hatuwezi tukachangia nafasi na Rwanda kwa sababu M23 iko Katogota, na kama vile iko Katogota ni kama vile panya ambayo imeingia ndani mwako. Hatuwezi tukachangia na panya, haiwezekani. Ni lazima tufanye liwezekanalo, tupige adui, tuache masuala ya kupita barabarani mjini Uvira, adui asije akatuingilia. Fieka Adui. Nami naja kuwasalimu wa ndugu zangu wote wa Kongo na serikali yote nzima, FARDC, wazalendo, pense na viongozi wote wa serikali yetu ya Kongo. Kwa kweli tuko tunasikia sauti za wa viongozi na tuko tunaziheshimia sana zile sauti zao. Mimi hapa mara kwa mara niko nasema, jameni, wakati Bunagana ilitombe kulikuwa tu hivi tena. Bunagana distraction zilikuwa nyingi. Tulikuwa tunadhani kama vita itaishia huko Bunagana Manor Kivu kule, mpaka adui akaendelea na adui akafika Tigoma, vile ya Goma ikatombe. Tulikuwa tunasikilia adui mumilima ya Goma, mkule kumapori ya Goma kule ya Nord Kivu, mpaka kafika wakati yake kafika muvile ya Goma na Goma ikakamatiwa. Tukazani kama adui hatafika hata Bukavu. Shangao mkubwa hakawiyaka kaingia Bukavu. Na kama adui ya kufikaga Uvira ni kwa ajili yetu sisi wazalendo. Mimi ninapenda kuwaomba wa ndugu zangu, wa komanda wangu, wa viongozi wenzetu, kikweli tuongee na tutende, tuseme na tufanye.
kitu tuko tunaongea, tunamtumainia Mungu tu, ila Mungu naye anatuhitaji tutumike ile kazi. Wapendwa, naomba wazalendo tutumike kazi yetu, tupige adui. Sana sana niko nasema teritwari ya Uvira. Hii teritwari ya Uvira hii, wazalendo wako distrait. Wazalendo wa Uvira tuko ni kila siku ndaendelea kuisema. Watakao nichukia na watakao nipenda watanipenda mimi James. Kila siku naiongeaga. Sisi wazalendo wa teritwari ya Uvira, hata kama M23 nayo naogopa kufika Luvungi, lakini tujua ya kwamba M23 deja iko mteritwari ya Uvira. Pale Katogota ni Uvira ile. Pale Katogota ni teritwari ya Uvira. Hatuwezi kuchangia na panya. Mtu hawezi bakachangia na panya pana au pusi. Umwe pusi kwanza watu wanaikulaga. Ninaweza nikaombe wa viongozi wa kizalendo, tuachane kwanza na FRDC. Na tuachane kwanza na ETA foke ya Burundi. Hakuna vyenye bakuemo. Ile ni serikali. Mimi nawaomba jameni, tupige adui pale. Katogota tuhakikishe kama adui tunamfieka pale. Tuhakikishe kama Kageregere na Lungula. Hatutabakilia tu waseme kwa jina la Yesu tu. Zetu Bagoma nao Nord Kivu balikuwa wanaomba Mungu. Leo mnaona Minembwe kule Ngoma Nzito, kako Banyazela, Mpuma na wengine Bamedi kule bako banafieka adui kule mu teritwari ya Fizi. Kwa nini sisi teritwari ya Uvira hatuwezi kufieka adui? Batu wenye bako na silaha mu teritwari ya Uvira inashinda ya Fizi. Lakini Bafizi bako nafieka adui. Na sisi wa Uvira tuko na silaha lakini hatuko tunafieka adui. Kani leo M23 ifika Kamanyola na Katogota. Mimi naomba waheshimiwa wa afande wangu, wa viongozi wakubwa. Tujikaze. Ikiwa nyinyi wa viongozi wakubwa hamtaenda kwenye shamba la vita, mimi James sifieka adui niko na waomba. Leteni zile silaha zote munazo na wanajeshi wote, tuende munipe operasyon. Mimi James sifieka adui, munipe silaha zenye ziko zote za wazalendo na munipe wanajeshi wote wa kizalendo. Nyinyi wa komande wakubwa mubaki hapa Uvira, mimi niende kufieka adui na zile silaha. Mara kwa mara nikisema labda wengi wanasema eti huyu kweli mtoto mdogo anaweza kafanya kitu gani? Kwa nguvu zetu sisi wazalendo, kwa nguvu zetu sisi wakomande wakubwa na wakomande wadogo na kwa nguvu za Mungu tunaweza tukafika adui na atatoweka pale. Naomba wazalendo, sitaomba FRDC kwa sababu FRDC kuna tudanganya kila siku. Kila generali wa FRDC kikuyu anatudanganya, ndapatia masilaha, ndapatia maminisio yoyote na chakula mwende mpiga adui. Mpaka wakati yake ya kumtoa, ya kumuondoa Uvira, kufanya remize, anaenda na hata kufanzia kitu. Asante sana, chenye kuwa na mwanzo lazima kiweze kuwa na mwisho. Ni hapa ndipo tunakomesha kabisa uchambuzi na taarifa yetu ya habari ya jioni ya hii siku ya 3 ya tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2025. Mimi ni Janvier Emmanuel Kaluhya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki na kushare, ili tunapotoa habari zetu kila leo uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata.